Mungu uwezaye kaja tena mikononi mwako, tayari kulisikia neno lako jioni njema leo. Bwana uwezaye, fungua akili zetu, fungua masikio yetu ndani, fungua na macho yetu, Bwana tukakuone kulisikia neno lako. Kwa dakika hizi chache Bwana tutakapokuwa kulisikia neno lako, Bwana tunaamini kwamba Roho wako atazungumzisha katika jina la Yesu Kristo. Upako wa Mtakatifu utakapoongea nasi Bwana. Tumelia abudia Bwana tuendelee kutufunza. Neno hili litatusaidia katika maisha yetu ya sasa na baadaye. Tunajiachilia mikononi mwako, mara hakika wewe ni mwema tena ni mwaminifu. Inuliwa Bwana, heshimiwa, abudiwa, maana unaweza. Haleluya, haleluya. Tuko tayari tena kulisikia neno la Mungu jioni hii njema ya leo. Tuko tayari tena kulisikia neno la Mungu jioni hii njema ya leo. Na bado tunaendelea na fundisho letu kuhusu njia. Tunaendelea na fundisho letu tena kuhusu njia. Ya katika Isaya 45 neno la Bwana linasema, yeye alisema atanyosha mapito yetu, kila kwenye kibonde litajazwa na kila kwenye kilima na vilima vitasawazishwa, palipo paruzika patasawazishwa. Hiyo ni maana ya kwamba iko njia ambayo mwanadamu huiona iko sawa. Na Mungu anasema popote palipo paruzika, kwa sababu mwenye haki humkimbilia yeye na akawa salama. Basi neno la Bwana linasema palipo paruzika kwa mwenye haki atanyosha mapito yake. Niteni nami nitavitika, nami nitaonyesha mambo makubwa na magumu msiyojua. Na kati ya mambo makubwa ambayo Bwana hutenda kwa wamwaminio, kati hayo mambo makubwa moja ni hili la kunyosha kila njia. Ndio maana Mithali 13 na mstari wa 5 neno la Bwana linasema mtumaini Bwana wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika mapito yako yote ama katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kumaanisha ziko njia nyingi, lakini tunafaa tukiri jina la Yesu kama njia ya pekee. Tusitegemee akili zetu. Ni kweli tutafungua biashara, hili ni kitu ambacho tumesema. Ni kweli tutafungua biashara ya kufikia hatima, lakini tusitegemee biashara, tumtumaini Kristo. Hiyo ndio njia Mungu aliyokuwa anazungumzia katika Methali. Ni kweli tutaanza kufuga mifugo, ni kweli tutaanzisha miradi mingi sana, lakini mbali na kuanzisha, mbali na kuwekeza, mbali na kukuza vitu mashambani, tusivitegemee, tumtegemee Kristo. Tusitegemee akili zetu, tumtegemee Kristo. Haleluya. Na tunachopaswa kujua ni kwamba Mungu huwa anatengeneza njia hata kama hatuioni. God always makes a way even if we do not see the way. Sometimes we go into circumstances that our eyes become blinded. Like maybe at some point in your life you came to a circumstance where the mother is sick or the dad is sick or anyone in the family very sick. Ikatokea kwamba paka imani yako imetindika. You see, imani yako imekupotea. Like hujui nini ufanye, hujui wapi uende, hujui ni nani ukimbilie, kwa sababu kila kitu sasa kimekuzonga. Umekuwa kama ile mbegu iliyopandwa katikati ya miba, ikazongwa na mambo mengi, ikazongwa na shida, ikazongwa na miba, ikazongwa na nyasi, zongwa na miti mingine, ikakufa kwa sababu ya kukosa uhuru. Sasa wakati huo hata kama huoni njia, jua ya kwamba Mungu huwa anatengeneza njia. Haleluya. Hata wakati kama huoni njia, Mungu huwa anatengeneza njia. Haleluya. Oh, haleluya. Huyo ndiye Mungu tuliye naye. Ni Mungu anayetokea wakati magumu yametanda. Wakati wa bahari ya Shamu, Mungu anatokea. Anatengeneza njia. Walikuwa wameona kabisa hapa kuna njia, tunakufa hapa. Ni ile time
tulipokuwa tunabeba masufuria ya nyama. Ni heri hiyo time tuliokuwa tukibeba masufuria ya nyama. Hizo time. Haleluya. Wakakumbuka muda wa zamani. Amen. Walikumbuka mida zilizopita, siku zilizopita kabisa. Lakini Bwana akatokea na akatengeneza njia. Kwa sababu hiyo mpendwa, usife moyo. Inaweza kuwa kabisa huoni njia, huoni kwa kupitia, kabisa huoni kwa kupitia. Lakini nikuhakikishie kwamba Mungu huwa ametengeneza njia. Kutoka kwenye hapo kwenye umaskini, Mungu ametengeneza njia. Kutoka kwenye ugonjwa, Mungu ametengeneza njia. Kutoka kwenye hayo magumu, Mungu ametengeneza njia. Kutoka kwenye hizo dharau, Mungu ametengeneza njia. Katika jina la Yesu Kristo. Kutoka kwenye kila unachopitia ambacho hujapania kabisa kupitia, Bwana mwenyewe ametengeneza njia. Haleluya. Bwana ametengeneza njia. Na kitu ambacho tunafaa kujua kuhusu njia ni kwamba njia unayochukua huwa ina inaamua utafikaje kwenye hatima yako. Utafikaje kwenye destiny yako. Haleluya. Inaamua utafikaje kwenye destiny yako. Amen. Ukiamua kuchukua njia za kibinadamu unaweza fika, lakini gharama utakayolipa ndio ufike kwenye hatima uliopania itakuwa kubwa. Let's say for example ya vita vya Israeli na Palestine venye vilikuwa vinaendelea. Tuseme Israeli apigani, anaweza akashinda na asubuhi kabisa. Lakini sasa gharama ya vile vita anaweza kosa kuilipa. Haleluya. Na Palestina naye anaweza akapigana na akashinda. The same thing to the eastern countries na the northern countries. Israel inapigana na Dubai all over those ones. So waseme sasa wanapigana washinde. Russia inaweza shinda na asubuhi kabisa. Iran inaweza shinda na asubuhi kabisa. Lakini sasa gharama ya ile vita kulipa itakuwa ngumu. Haleluya. So ndio sababu hiyo njia utakayochukua inadetermine gharama yenye utalipa. Lakini kuna hii njia ya urahisi. Kazi yako wewe ni kumwamini tu. Tulisoma kifungu juzi. Neno la Bwana linasema kwamba mimi ni maji ya uzima na mimi ni chakula cha uzima. Anilaye hataona njaa na aniaminie hataona kiu kamwe. So Yesu mwenyewe yeye kama njia anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yeye ndiye njia. Hakuna njia nyingine tuliopewa wanadamu. Neno la Bwana ndivyo lisemavyo kwamba hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu isipokuwa jina la Yesu. Haleluya. Hakuna jina tulilopewa wanadamu, hakuna jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo tumetokea tena leo kujifunza kuhusu njia. Na mwanzo tulikuwa tunajifunza kwa nini tumuite Yesu kama njia. Yesu akiwa kama jina tulilopewa wanadamu ili tuokolewe. Yesu akiwa yeye ndio njia ya kweli. Lakini pia kwa nini tuendelee kumuita Yesu atokee yeye kama njia? Kwa nini tumtegemee Yesu kama njia? Kwa nini tumtegemee Yesu kama njia? Ili kufikia utajiri, mbona tumtegemee Yesu kama njia? Ili kupata wale watu tunaowahitaji, mbona tumtegemee Yesu kama njia? Ili kupata vile vitu tunahitaji, mbona tumtegemee Yesu kama njia? Ili kupata wale watu tunaostahili kwenye maisha, kupata ule mtaji tunaotaka, ili vitu vyetu viende, ili biashara ziende, ili watu watujie, ili tutajwe kwenye wakuu, tutajwe Ikulu, tutajwe kwenye zile ofisi za maana, tutajwe kwenye vikao vya maana. Ni nini tunahitaji? Tunahitaji kumtaja, kumuita na kutaja jina la Yesu likatokea kama njia. Anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. So wewe kazi yako ni kuanzisha safari. Oh Lord Jesus, nataka baada ya miaka 2 nipate Ikulu. Umeanzisha safari, Yesu mwenyewe atatokea kama njia. Sema mimi nitaanzisha biashara, Yesu mwenyewe atatokea kama njia. Bora tu muite. Na kwa nini tumuite Yesu? Kwa sababu namba moja, yeye ni njia ya kweli. Kweli, njia ya kweli na ni njia ya uhakika kabisa. Kweli ya kweli na kweli ya uhakika. Haleluya. Kweli ya kuonyesha si illusions, si mambo ya uongo, na kweli ya uhakika. Na pia tukiomba kwenye part 2, tukiomba kwenye sehemu ya pili,
tuliomba kwamba kila ongo ambayo imepandwa kwenye majina yetu, kwenye maneno yetu, kwenye watu wetu wa maana, ikatoweke katika jina la Yesu Kristo. Leo tunaangalia kwa nini tumuite Yesu akatokee, na tukimwangalia Yesu kama njia ya uzima. Amen. Tukimwangalia Yesu kama njia ya uzima. Yesu kama njia ya uzima. Naipenda sana hii. Yesu akiwa kama njia ya uzima. Naipenda sana. Yesu akiwa njia ya uzima. Kuna njia zingine tulizifuata zikatupeleka kwenye umauti. Wangesema wana wa Israeli wanatumia boti kuvuka bahari ya Shamu, pengine wengine wangefanikiwa kuvuka, lakini wasingevuka wote. Bwana mwenyewe akatokeza njia na wakavuka. Sasa tunaangalia Yesu tukimuita yeye kama njia ya uzima. Haleluya. Tukimuita yeye akiwa kama njia ya uzima. Leo hatutakuwa tukihubiri na pressure. Leo tunahubiri, tunafunzana Yesu kama njia ya uzima. Amen. Yesu akiwa kama njia ya uzima. Neno la Bwana linasema Mungu ni mwaminifu na hata waacha mjaribu kupita mnavyoweza. Ni kweli majaribu yanaweza kuja, lakini pia yeye mfalme wa amani, Baba wa milele. Amen. Baba wa milele, kwa kupigwa kwake tumepona. Like yeye peke yake ukiendea unapata uzima. Ili biashara ikue na ikomae, unafaa muite Yesu. Unaweza tegemea mtaji, biashara isifanikiwe. Ukategemea watu, biashara isifanikiwe. Ukategemea wateja wasije. Ukategemea wazazi wasitokee. Ukategemea watu wakakubwaga. Lakini nakwambia jioni hii ya leo ya kwamba Yesu ndiyo njia ya uzima. Amen. Yesu ndiyo njia ya uzima. Kuna watu walilima mashamba yao hakutoa mavuno. Kuna watu walipanda mashamba yao hayakutoa mazao. Kuna watu waliolewa kwenye ndoa zao wakategemea akili zao, lakini ndoa zao zikafifia. Watoto wao wakafifia, fedha yao ikawapotea, kazi zao zikawapotea, kwa sababu walitegemea vyeti, walitegemea akili, walitegemea uwepo wa watu walionao. Lakini leo tunamuita Yesu tu kama njia akatokee, na sababu kuu ya kumuita njia Yesu akatokee kama njia ni kwamba yeye ni njia ya uzima. Njia zingine zote zenye tunaweza ona zinaweza kuwa njia, zinaweza zikatokea na zikatupeleka kwenye hatima yetu, lakini gharama ya umauti lazima italipwa. Haleluya. Gharama ya umauti lazima nayo ilipwe. Gharama ya umauti lazima ilipwe. Mbona anasema lazima ilipwe? Kwa sababu njia zote zenye tutaendea zinaweza kosa kuwa hata sisi zinaweza kosa. Njia zote zenye tunaendea si za uzima. Haleluya. Si za uzima. Bwana peke yake ndio mwenye uzima. Yeye mwenye afya alipigwa ili tupone. Haleluya. Alipigwa ili tupone. Angalia mfalme Hezekia kwenye Wafalme 2 na kwenye Wafalme wa 2 mlango wa 20 na mstari wa 5. Isaya anatumwa, anasema basi kamwambie Hezekia not Wafalme but ni kwenye Isaya. Mnabii Isaya anatumwa akamwambie mfalme kwamba hautakufa. Bwana amekuongezea miaka 15 ya kuishi. Yeye ni njia yenye uzima. Kwa nini anaongezewa miaka? Ni kwa sababu alikuwa amemtegemea Mungu, ameishi kwa kumpendeza Mungu, ameishi maisha ya kumpendeza Mungu, ameishi maisha ya kufanya kazi katika hekalu la Bwana. Ametegemeza watu kwa Mungu, si hakutegemea akili zake wakati wa kuishi kwake.
kwake alitegemea uwepo wa Mungu, na alipomtegemea yeye, hata wakati wenye ulikuwa unafaa umle, wakati wenye alikuwa anafaa kuangamia, wakati alikuwa anafaa kuacha jamii yake, wakati alikuwa anafaa kuacha mali zake, wakati alikuwa anafaa kuacha watu wake, wakati alikuwa anafaa kuacha kila alicho nacho, Bwana anashusha uponyaji wa ajabu. Yeye ni mponyaji wa ajabu. Haleluya. Yeye mwenye kuganga mioyo. Kwa ukimpenda Kristo, yeye anaganga mioyo. Yeye anaganga mioyo. Wengi tulikimbilia kwa waganga, hatukupata uponyaji. Tukakimbilia kwenye fedha, hatukupata uponyaji. Hatukakimbilia mahospitali, hatukupata uponyaji. Tukakimbilia watu wetu, hatukupata uponyaji. Tukakimbilia tulikoona tunaweza saidiwa, hatukupata uponyaji. Uliumwa kichwa, ukakimbilia daktari, ukakimbilia chemist, ukakimbilia watu, ukakimbilia fedha, ukakimbilia ushauri, ukakimbilia ndugu, ukakimbilia jamaa, ukasahau. Ukasahau kwamba kuna Yesu ambaye ni njia ya uzima. Yeye ukiumwa ukienda kwake, akiponya aponya kabisa, akiokoa anaokoa kabisa, anaokoa cha kabisa. Alimwambia yule mama kwenye kile kisima kwamba ukinywa maji yangu, kwamba ukinywa maji yangu hutaona kiu kamwe. Mimi nikikuponya, mimi Yesu, wewe hutaona ugonjwa tena, biashara haitafilisika tena, ndugu hawatakulaumu tena, hutadharauliwa tena. Jina linaipokea heshima na halitadharauliwa, kwa sababu utakuwa umemtegemea yeye na yeye peke yake. Haleluya. Haleluya. So kwenye Wafalme wa Pili 25 anasema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Haleluya, nitakuponya. Mungu mwenyewe anatumana watu waende kwa mfalme, waende kwa mfalme wakamwambia Mungu, anasema nitakuponya, nitakuponya. Bwana atakuponya. Yeye ni njia ya uzima. Ukienda kwake anaitwa nani? Gideoni angetoka aenda kapigane kabla ya neno la Bwana kumwambia enda kapigane. Gideoni angeshindwa, jeshi lilikuwa kubwa, lakini alipotoka kwa sababu ya neno la Bwana limemtuma, Gideoni alienda na akapata ushindi. Pengine kuna magonjwa unapitia kwenye maisha yako, pengine kuna hasara unapata kwenye biashara yako, pengine kuna bidhaa zinunuliwi kwenye biashara yako, pengine kuna watu wanakudharau, jina lako limepata umauti, maneno yako yamepata umauti. Unajaribu kucommunicate kwa watu wanakosa kukuelewa, watu wanakosa kukufahamu. Uko lakini ni kama hauko. Uko pale kazini, people don't see your presence. Uko pale nyumbani, ndugu hawakutambui. Uko pale nyumbani, wazazi hawakutambui. Uko pale nyumbani, watu hawakuelewi. Unajaribu kuongelesha, hawaelewi. Katika jina la Yesu Kristo, leo nimekuletea habari njema, habari za kumuita Yesu kama njia ya uzima. Njia hii ya uzima, ukimwendea kwake unapata uponyaji. Nitakuponya. Baada ya siku 3 nitakuponya na utaenda nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu hiyo, ujapomuita Yesu akatokee kama njia ya uzima, akatokee kama njia, anakuja na uzima wake, anakuja na afya yake, afya ya biashara, afya ya mifugo, afya ya miguu, afya ya mikono, afya ya mwaka, afya ya fedha, afya ya kila mwezi, afya ya kichwa, afya ya masikio. Kuna watu wanaumwa vifua pasipokueleweka. Ujapomuita Yesu akatokea kama njia kwenye maisha yako, anakuja na uzima wake, uzima wa pesa, uzima wa watu, uzima wa jina, uzima wa maneno. Sikia, kuna wakati mwingine maneno yetu ndio yamekufa, maneno yetu yamekumbwa na umauti, maneno yetu yamekumbwa na umauti, nguvu zetu zimekumbwa na umauti. Tunafanya kazi, watu hawaoni, hawawezi appreciate kazi tunafanya. Tunaongea maneno mazuri, watu hawawezi appreciate maneno tunaongea. Ni kwa sababu gani? Kwamba ni kwa sababu hatujamuita Yesu akatokea kama njia. Yani maneno yamekufa mpaka amezikwa. Yohana 11:35 tutasoma hiyo. Yohana 11:35 hii inatupatia story ya Lazaro na dada zake. Maneno yetu yenyewe yamezikwa mpaka yamefungiwa, like
hayaonekani muhimu tena. Yakitoka anasema yananuka, yalikufa zamani. Watu wanaona ya kwamba sisi hatuwezi sema chochote chenye maana. Haleluya. Wanaona hatuwezi sema chochote chenye maana. Wanaona tukitokea kwenye mikutano tumepeleka vurugu. Wanaona tukitokea kwenye vikao vya watu wa maana sisi hatufai chochote. Hakuna kitu tunaweza changia. Wanaona tukitokea kwenye ulimwengu wa biashara hakuna kitu tunaweza present. Wanaona wateja wakija kwenye biashara yetu hakuna kitu watapata huduma mbaya. Ni kwa sababu umauti umetuzamisha. Umauti umetuzamisha. Bahari imetufinika. Janga limetujia. Jangwa limetuzingira. Mto umefunga. Kuta zimeziba. Hakuna kwa kutokea. Hakuna kwa kuingilia. Kwenye tunafaa kurudi ni mbali. Kwenye tunaelekea ni karibu. Kuta zimeziba. Mito iko nayo imefunga. Lakini ujapomuita Yesu, Yesu akitokea, yeye ni njia tena ya uzima. Na hii ndio sababu tunafaa tumuite Yesu. Akatokea kama njia. Yeye njia. Oh, haleluya. Yeye njia. Yeye ni njia kweli tena ya uzima. Acha kuwa njia ya kweli, ni ya uzima. Ukimfuata yeye hutatahayarika. Ukimfuata yeye hutatahayarika. Ukimfuata yeye hutatahayarika katika jina la Yesu. Kila aliyemfuata Kristo hataona kutahayarika kwenye maisha yake, hataona kutahayarika kwenye huduma yake, hataona kutahayarika kwenye ndoa yake, hataona kutahayarika kwenye kazi yake, hataona kutahayarika kwenye maisha ya fedha yake, hataona kutahayarika kwenye maisha ya nyumba yake, hataona kutahayarika kwa watoto wake, hataona kutahayarika kwenye kibarua chake, hataona kutahayarika kwenye project zake. Kwa jina la Yesu Kristo hakuna kutahayarika. Hakuna kutahayarika. Bwana mwenyewe akitokea anatuma manabii, anatuma neno lake, anasema tazama nitakuponya. Haleluya. Anasema tazama nitakuponya. Twende Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 7 na mstari wa 14. Neno la Bwana linasema tazama watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi mimi Mungu kutoka mbinguni nitasikia kilio chao, nitasikia maombi yao na nitashuka kuiponya nchi yao. Sikia, pengine Mungu hajashuka kuponya mambo unayopitia, kuponya mguu wako, kuponya afya yako, kuponya biashara yako, kuponya watu wa kwenu, kwa sababu hujaacha kutumia njia zako. Unategemea akili zako sana ili utoke kwenye tanuru la moto. Unategemea akili zako nyingi sana ili utoke kwenye umaskini. Unategemea akili zako nyingi sana utoke kwenye huo ugonjwa. Unategemea akili zako nyingi sana utoke kwenye kufinyiliwa. Unategemea akili zako nyingi sana utoke kwenye hayo magumu. Unategemea elimu yako upate kazi. Unategemea karatasi zako upandishwe cheo. Unategemea nguvu zako uonekane. Unategemea akili zako ujulikane. Unategemea maneno yako ujulikane. Hapa hizo njia ni njia za mwanadamu. Neno la Bwana linasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, kwa macho ya kibinadamu, kwa macho ya kisomi, kwa macho ya watu, kwa macho ya nyama haya tutasema ni kweli. Lazima vyeti ili upate kazi, lazima uchapa kazi ili upandishwe cheo. Sikia, hakuna cha mambo ya uchapa kazi, hakuna mambo ya vyeti viwepo, lakini pia tuwe na upako wa Roho wa Bwana. Upako wa Roho wa Bwana, njia tutatumia njia Kristo, njia ya uzima. Sikia, Danieli alipofika kwa Babiloni, yeye, Shadrach, Meshach na Abednego wakaamua hawatakula chakula cha mfalme. Hii Danieli 1 na mstari wa 8. Hatutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Wakala tu mtama na maji. Baada ya siku 10 wakatokea wakiwa mara 10 bora. Kwa hiyo ni njia, ufuate tu njia, umuite Yesu akatokee kama njia uzima. Analeta afya mifupani, analeta afya kwenye vidole, analeta afya kwenye kazi za mikono yetu, analeta afya kwenye majumba yetu, analeta afya maishani mwetu. Yani ukimtegemea Kristo analeta afya. Angalia, Danieli angetegemea nguvu zake kupambana na simba, wangemrarua. Alimtegemea Kristo, akatuma malaika, Danieli akawa mzima. Vijana watatu kwenye tanuru la moto, Danieli 7:17, walipotupwa walisema sisi hauna haja kukujibu mfalme. Mungu wetu tunayemtumikia ana uwezo wa kuokoa, ana uwezo wa kutuokoa, ana uwezo wa kutuokoa. Yeye ni Bwana wa uzima. Njia tuliyofuata tunajua ni njia ya uzima. Ana uwezo wa kutuokoa.
Sikia, hawa ni vijana watatu wanasema ana uwezo wa kutuokoa, ana uwezo wa kutuokoa. Kwa sababu hiyo hata mjapotushika mkatutupa, bado Mungu wetu tunayemtumikia ana uwezo wa kutuokoa. Na walipotupa, mtu wa nne akatokea. Haleluya! Mtu wa nne akatokea na akawaponya. Hawakuungua, hata harufu ya moto haikupatikana kwao, hata harufu ya moto haikupatikana kwao. Neno la Bwana katika Isaya linasema kwamba hata ujapoingia katika maji mengi, kwa kuwa unanitegemea, hayatakugharikisha. Moto mkali hautakuunguza. Haleluya! Moto mkali hautakuunguza. Umepitia majaribu mengi sana, moto mkali hautakuunguza. Mtegemee tu Kristo. Wewe uzima ni haki yako. Wewe uzima ni haki yako mtumishi. Uzima ni haki yako. Haleluya. Haleluya. Yesu yeye ni wa uzima. Njia ya uzima. Ni njia ya uzima. Kuna njia nyingi sana watu huendea. Kuna njia nyingi sana watu huendea. Lakini yeye mwenyewe ni wa uzima. Zaburi 103 mstari wa 3. Zaburi 103 mstari wa 3. Tuone hiyo. Bwana anatuambia ni kutoka Zaburi 103. Haleluya. Tuanze mstari wa kwanza. Nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Haleluya. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Aukomboa uhai wako. Kwa hiyo ukimwita Yesu akitokea, yeye ni njia ya uzima. Katika jina la Yesu Kristo, yeye ni njia ya uzima. Anatokea yeye kama njia ya kipekee na njia ya uzima. Tukipatiana nafsi zetu kuhimidi fedha yetu na vyote vilivyo ndani yetu, kama vitahimidi watu tulio nao, kama vitahimidi fedha yetu, kama vitahimidi watu wa kwetu, kama vitahimidi watu wengine, kama vitahimidi mali tulizo nazo, kama zitahimidi mashamba makubwa, tutapanda na hatutavuna, tutapanda na hatutavuna, tutaoa hakutakuwa na amani, tutakuwa na familia hazitakuwa zinaeleweka, watoto wetu watakuwa watu wa ajabu, tutakuwa watu wa ajabu, kama nafsi zetu zitakuwa zinapa kipaumbele njia zingine mbali na njia ya Bwana, mbali na njia ya Bwana, mbali na njia ya Bwana. Katika jina la Yesu ninakwambia wewe mpendwa, mtegemee Bwana. Nafsi yako na vyote vilivyo ndani yako vilihimidi jina la Bwana. Vyote vilivyo ndani yako, fedha yako ilihimidi jina la Bwana, biashara yako ilihimidi jina la Bwana, elimu yako yenyewe ilihimidi jina la Bwana, akili zako zilihimidi jina la Bwana. Maana usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye. Tunajua uko na fedha na fedha yako, mkiri yeye. Ndio maana Biblia katika Zaburi 103 mstari wa kwanza inasema, na vyote vilivyo ndani yako, na fedha yako mkiri yeye, na mifugo yako mkiri yeye, na kipaji chako mkiri yeye, na project yako mkiri yeye, na elimu yako mkiri yeye. Kila kilicho ndani yako mkiri Kristo. Haleluya. Haleluya. Na usisahau fadhili zake, usisahau aliyokutendea. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda, Mungu alikuwa akiwakumbusha, Mungu alikuwa akimtumia Musa akiwakumbusha yale aliyowatendea. Kama Mkristo hali ukimtegemea Mungu, kuwa na jicho moja likitazama uzuri wa Bwana, na jicho moja likitazama mbele, jicho moja likitazama mbele. Neno la Bwana linasema usikumbuke maovu yako ya kwanza, tazama mbele.
Jicho la pili likitazama yale mazuri Bwana aliyokutendea. Jua ya kwamba Bwana yule aliyepasua bahari atapasua na mto pia. Bwana yule aliyetupa mana atatupa maji pia. Bwana yule aliyetupa maji atatupa kware pia. Bwana yule aliyetupitisha jangwani, aliyetupitisha kwenye bahari atatuponya na hawanyoka waumao. Bwana yule aliyenisababishia nifungue hii biashara hata iacha ifilisike. Mungu yule aliyenituma nikafungue ile kanisa hata acha lififie. Mungu yule aliyesababisha nitokee kwenye mtaa huu hata sababisha nife kwenye mikono ya adui zangu. Samsoni aliposhikwa na kufungwa, alijua kwamba Mungu yule aliyenileta hapa haezi husu nife kwenye mikono ya adui zangu. Wewe pia mtegemee Bwana, hutakufa kwenye mikono ya adui zako. Yesu ni njia ya uzima. Hutakufa kwenye mikono ya adui zako. Hutakufa kwenye mikono ya adui zako. Hutakufa kwenye mikono ya adui zako. Hutakufa kwenye mikono ya adui zako katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 3 unasema akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Akusamehe maovu yako yote na akuponye magonjwa yako yote. Kwa nini akusamehe maovu yako na akuponye magonjwa yako? Kwa sababu yeye umemhimidi wewe, nafsi yako na vyote vilivyo ndani yako. Mimi na mwili wangu, mimi na roho yangu, mimi na nafsi yangu, mimi na mali yangu, mimi na wanangu, mimi na mke wangu, mimi na mume wangu, mimi na watu walionizunguka, katika jina la Yesu Kristo tutamtegemea Bwana. Yeye aliyeniita kwa jina langu, yeye anayeniita kwa jina langu, alitutoa Misri, tutamtegemea yeye, maji atatupa. Alitutoa Misri, tutamtegemea yeye, bahari atapasua. Alitutoa Misri, tutamtegemea yeye, jangwani tutavuka. Alinituma mimi kama Elia niende kwa mfalme Ahabu nikawaue manabii 450 hata niacha nife jangwani kwa kukosa chakula. Malaika atatumwa. Yule Mungu aliyesababisha mimi Hajiri nizae na Abrahamu atampa baraka mwanangu Ismaeli hata kufa kiu. Mungu yule aliyesababisha mimi Yeremia niwe nabii ni Mungu huyo atakayenitetea, sitakufa kwenye kisima hiki. Yani uzima ni wetu, atatuponya magonjwa yote. Saratani ya kiuno, saratani ya uzazi, saratani ya matiti, saratani ya kichwa, saratani za sikio, saratani za ini, tunazikemea kwa sababu tumemtegemea Bwana. Kwa hiyo uponyaji ni wetu, uzima ni haki yetu, kwa sababu yeye Yesu ni njia ya uzima, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wewe unaisikia sauti hii jioni hii njema leo, kama unapitia ugonjwa wa aina yoyote, ni mafua, ni kichwa, ni malaria, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo unaupokea uponyaji. Hiyo ni Zaburi 103 mstari wa 3. Neno la Bwana linasema akusamehe maovu yako na akuponye magonjwa yako yote, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Biashara yako inahitaji kuponywa, inaponywa jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Watoto wako wanahitaji kuponywa, wanaponywa jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Uzazi wako unahitaji kuponywa, unaponywa katika jina la Yesu Kristo. Usifikiria tu unahitaji uponyaji, mtumishi unahitaji uponyaji. Kuna makosa ulifanywa na watu wengine, unadhani umesahau. Shetani anakukumbusha kila siku, una kidonda ambacho hakijapona. Katika jina la Yesu Kristo, hivyo vidonda vinapona kwa damu ya Yesu Kristo. Vinapona. Hivyo vidonda vinapona kwa damu ya Yesu Kristo. Twende mstari wa 6. Zaburi 103 mstari wa 6. Neno la Bwana linasema Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhila. Yeye hatateta siku zote. Alimjulisha Musa njia zake. Kama utazifuata njia za Bwana, kama utaenda kwenye nyua zake, kama utatembea na Bwana, haleluya. Kama utatembea na Bwana, wewe hutatahayarika, hutaona hasira ya Bwana. Wewe utakula mema, utakunywa mema ya nchi, utapanda na utavuna, utaanzisha vitafanikiwa, utaita na watakuja.
hata tenda sawasawa na hatia yako, kama mstari wa 3 usemavyo, akusamehe maovu yako yote. Kwa sababu hiyo hata tenda sawasawa na hatia zetu. Tunafikiria na dhambi zetu, tukimwita Yesu kama njia ya uzima, inatuponya na dhambi zetu. Inatuponya na magonjwa yetu, inatuponya na magumu yetu, inatuponya na kila gumu tunalopitia. Katika jina la Yesu Kristo, kila magumu tulionayo tunapona jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunaponywa na tunaupokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tunapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tuchanganye hali tukimalizia, tuongelee kuhusu amani. Ni eni wa uzima, njia ya uzima, tena ni njia ya amani. Haleluya. Njia ya amani. Alimtokea Gideoni na Gideoni akasema yeye Bwana ni amani yetu. Kwa nini? Ameleta mambo ya amani. Kila njia unayopitia, ukiona njia ambayo inaleta vurugu kanisani, vurugu nyumbani, vurugu shuleni, vurugu mtaani, vurugu na marafiki zako, hiyo si njia ya Kristo. Kristo mwenyewe yeye ni Bwana wa amani. Neno la Bwana katika Isaya limesema yeye ni mfalme wa amani. Amani yote. Wengi tunakosa amani ni kwa sababu tu hatujaamua kumfuata Kristo. Haleluya. Hatujaamua Kristo. Hatuna amani kwenye maisha yetu. Haleluya. Hatuna amani kwenye maisha yetu. Angalia kwenye Mwanzo 15 na mstari wa 15, Abrahamu anapoamua kumfuata Mungu, anapoamua kufuata nyayo za Mungu, anapoamua kufuata maagizo ya Mungu, neno la Bwana linasema lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Yani utaishi kwa amani hata ujapokufa, unakufa kwa amani. Hatuongelee kufa hapa, sisi tunabaki wazima katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 37 na mstari wa 37, neno la Bwana linasema umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Haleluya. Mwisho wa mtu yoyote aliye mkamilifu, mtu mkamilifu katika macho ya Bwana ni mtu tu aliye na imani katika jina lake. Neno la Bwana linasema mtu hawezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Waebrania 11:6 inasema bali pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na ili uitwe mkamilifu lazima kwanza uwe na imani, tena umpende Mungu kwa imani. Imani yako iwe imejijenga katika misingi ya upendo. Katika misingi ya upendo, ukiwa unamtegemea Mungu peke yake, umezishika sheria zake, unategemea Mungu, unafuata njia yake, mwisho wa njia hiyo ni amani. Yeye ni Bwana wa amani. Ataleta amani kwenye jamii, ataleta amani kwenye nchi, ataleta amani kwenye uongozi, ataleta amani kwa watu wako, ataleta amani kwenye vya kwako, ataleta amani kwenye kila kitu unachokifanya katika jina la Yesu. Yeye aliye Jehova Shalom. Kwa hiyo ukisalimia mtu shalom ni kumaanisha amani ya Bwana iwe nawe, amani ya Bwana iwe nawe. Au ukisalimia na mtu yote shalom ni kumaanisha amani ya Bwana iwe nawe. Kwa sababu hiyo leo tumejua ya kwamba Bwana ni mfalme wa amani. Alikuja ili tuipate amani. Yoyote amtegemee Kristo anaipokea amani jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Anaipokea. Wanaongojea wakuone wewe ukitatizika maishani, watakuona ukiishi katika tabasamu, watakuona ukiishi katika furaha, watakuona ukiishi katika amani ya moyo. Utaishi katika uzee wako, wewe utakipokea amani katika jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 120 na mstari wa 7, neno la Bwana linasema mimi ni wa amani, bali ninenapo wao kuelekea vita. Mimi ni wa amani. Mimi ni wa amani. Zaburi ya 120 mstari wa 7 inasema mimi ni wa amani. Mungu mwenyewe ni wa amani. Mungu ni wa amani. Yeye ni Bwana wa amani.
Yeye ni Bwana wa amani. Yeye ni Bwana wa amani. Huwapa wanyofu wa moyo amani katika jina la Yesu Kristo. Tunayopokea amani kwenye mambo yetu. Tunapokea amani kwenye vya kwetu. Tunapokea amani kwenye vitu vyetu. Tunapokea amani kwenye familia zetu. Tunapokea amani kwa watu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunaipokea amani. Tunaipokea amani kwa damu ya Yesu Kristo. Alipozaliwa yeye mfalme wa amani, alifaa kuleta amani kwenye nyumba ya Daudi. Alifaa kuleta amani katika nchi. Maovu yetu yalikuwa ametufarakanisha sisi na Mungu, lakini Yesu alipozaliwa alikuja kama an intermediator, alikuja kama mediator, alikuja kama negotiator, alikuja kama arbitrator kati yetu sisi na Mungu. Anatuunganisha tena, analeta ile amani kati yetu sisi na Mungu, ile amani kati yetu sisi na watu wengine, ile amani kati yetu sisi na wakwetu, ile amani kati yetu sisi na wakwetu. Wengine wanafanya biashara hawana amani na biashara zao. Wengine waliolewa hawana amani na ndoa zao. Wengine wana watoto hawana amani na watoto wao. Wengine wana wazazi hawana amani na wazazi wao. Wengine wana watu karibu yao hawana amani na watu wa karibu yao. Wengine wana kazi hawana amani na kazi zao. Hawana amani na mashamba yao. Hawana amani na nyumba walizojenga. Hawana amani hata usiku walalapo. Hawana amani kila watakapoenda mtaani, hakuna amani. Kwa sababu hiyo tunatamka leo kwa jina la Yesu, kwa sababu tumemtegemea Kristo na tumejua yeye ni Bwana wa amani. Tumejua yeye ni Bwana wa amani. Alizaliwa Bwana wa amani ili kuleta upatano. Katika jina la Yesu tunaipokea amani, tunaipokea amani, tunaipokea amani, tunaipokea amani kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaipokea amani katika jina la Yesu Kristo. Tunaipokea amani, yeye akiwa kama njia ya kweli, akiwa kama njia ya uzima, tena ni njia ya amani, njia akutumayo uende. Hutapungukiwa, 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 hutapungukiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Zaburi ya 23 mstari wa 1 inasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Yeye ni Bwana wa amani, sitapungukiwa. Yeye ni Bwana wa vyote, sitapungukiwa. Yeye ni Bwana wa vyote, sitapungukiwa. Kati ya hivyo vyote kuna amani hapo ndani. Kuna amani hapo ndani. Kuna amani ya biashara, kuna amani ya mtaji, kuna amani ya watoto, kuna amani ya ndoa, kuna amani ya familia, kuna amani ya watu, kuna amani ya nchi, kuna amani ya jamii, kuna amani ya mkoa katika jina la Yesu. Kama Afrika, amani yetu iko hapo. Kama watu tunaomtegemea Bwana, amani yetu iko hapo. Kama watu wa kanisa, amani yetu iko hapo. Kama watu wa Mungu, amani yetu iko hapo. Kama watu tulio na watu wengine, amani yetu iko hapo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amani yetu iko hapo. Muite tu Mungu akatokea kama njia. Wewe anzisha safari yako, muite Yesu, tokea kama njia. Kwenye kozi yangu hii ninayofanya, ninasomea ualimu, tokea wewe kama njia. Atatokea njia ya amani. Hutakosa karo. Kukosa karo kutaleta kukosa amani, lakini hata itakapokosekana ndio tunajua haitakosekana, lakini hata kama hakuna, Bwana anakupa amani, amani ya kujua kwamba yeye ni mtoshelezaji, yeye ndo mchungaji. Sitapungukiwa kamwe. Haleluya, sitapungukiwa kamwe. Hata ujapoona ni kama unapungukiwa, simama, tamka neno la uzima, sema sitapungukiwa. Utakapotamka neno la uzima, upako wa Roho Mtakatifu unakaa juu yako na unaipokea amani. This is the divine peace. Unaipokea amani, unaipokea amani, unaipokea amani, amani. Neno la Bwana linasema, amani atoayo si kama wanadamu watoavyo. Amani yangu ni furaha yangu ni wapayo, si kama wanadamu watoayo. Kwa nini? Ulimwenguni mnayo dhiki, ulimwenguni mnayo dhiki, ulimwenguni mnayo dhiki, ulimwenguni mnayo dhiki. Utategemea fedha, kuna siku zitakwama, utaipata dhiki. Utategemea watu kuna siku watakudisappoint, utaipata dhiki. Utategemea mchumba kuna siku atakudanganya, utaipata dhiki. Utategemea mzazi siku moja atakosa kukupa kila kitu, utapungukiwa, utafadhaika, utaipata dhiki. Utaenda shule ukategemea walimu, kuna siku walimu watakuja wakupige viboko, utapata dhiki. Utategemea biashara yako peke yako, utategemea mtaji kuna siku utapungua, biashara kuna siku itaingia hasara. Wewe sasa umetegemea biashara peke yake, unaipata dhiki. Lakini kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa sisi tumemtegemea Kristo, hatutahangaika. Neno la Bwana linasema, jina la Bwana ni ngome imara, mkimbiliao huwa salama. Katika Zaburi ya 37 mstari wa 39, neno la Bwana linasema kwamba
Yeye ni ngome yao na wokovu wao wanaomtumaini. Kwa sababu hiyo tumemtumaini yeye, hatutatahayarika. Hutatahayarika wewe, hautatahayarika uzao wa tumbo lako, hautatahayarika uzao wa viuno vyako, hautatahayarika watu wanaokuzunguka, haitatahayarika huduma yako, maana Bwana anakupa amani, anakupa amani, anakupa amani, anakupa amani, anakupa amani, anakupa amani. Haleluya, anakupa amani. Haleluya, haleluya, haleluya. Amani yake atoayo inapita lugha zote, inapita lugha zote. Imani yake inapita lugha zote. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo ndio amani ya Kristo. Hiyo ndio amani ya Kristo. Hiyo ndio amani ya Kristo. Amen. 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 Yeah. Tunaishi kwa kuitegemea amani ya Kristo. Tunaishi kwa kuitegemea amani ya Kristo. Amani yake peke yake inapita lugha zote, inapita lugha zote, inapita fedha zote, inapita biashara zote, inapita mitaji yote, inapita ndoa zote, inapita ushauri wote, inapita elimu zote, inapita kalamu zote. Akikupa amani, uwe na kazi au hauna, uwe na fedha ama hauna, Bwana mwenyewe atatosheleza. Moyo ulio na amani, moyo ambao ni rahisi kupokea, ni moyo ambao uko tayari kupokea. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ukaipokea amani utakapokuwa unafanya kazi ndani ya wiki yote, hali tukijifunza njia Yesu kama njia ya amani, ukaipokea amani kwa damu ya Yesu Kristo, ukaipokea amani kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo tunaipokea amani, tunaipokea amani. Tunaita the Lord our peace, Lord our peace akatokee, Lord our peace akatokee. Yeye ni mfalme wa amani, akatokee kwenye vya kwetu, akatokee kwenye vya kwetu katika jina la Yesu Kristo. Twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu akatokee yeye, Bwana wa uzima. Vitu vyetu vilivyokufa vikafufuliwe, akafufue kila vya kwetu vilivyokufa. Tumejua yeye ndio njia, tunamtegemea, hivyo akafufue biashara zetu zilizokufa, akafufue watu wetu waliotupotea, akafufue majina yetu yaliyokufa katika masikio ya watu, akafufue maneno yetu yaliyokufa kwenye masikio ya watu, akafufue vitu vyetu vilivyokufa kwenye akili za watu, kwenye stakabadhi za watu, stakabadhi zetu ambazo ni mauti. Tunasitamkia uzima katika jina la Yesu Kristo, tunasitamkia uzima katika jina la Yesu Kristo. Tunakutegemea Bwana, achilia uzima, achilia uzima, achilia uzima, achilia uzima. Nasema mwizi haji ila auwe na haribu mipango. Sikia mtumishi wa Bwana Yohana 10:10, na Bwana anasema kwamba mwizi haji ila aibe, auwe na haribu mipango, lakini wewe ulikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele katika jina la Yesu. Mpendo, tunamuita Bwana akatokee kama uzima, akatokee kama njia ya uzima, akatokee. Tumemtegemea yeye, hivyo tukaipokea uzima katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yeye jina lake ni ngome imara, wakimbilia huwa salama. Sisi tunaomba uzima katika jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 46, neno la Bwana linasema kwamba yeye ni msaada wa karibu unaopatikana wakati wa mateso. Akatokee, uzima ukapatikane kwenye biashara, uzima ukapatikane kwenye ndoa, uzima ukapatikane kwenye mifupa yetu, uzima ukapatikane. Kila tukiingilia mwezi wote, tuko mwezi wa 7, tukiingia mwezi wa 8, uzima ukapatikane. Tukiingia mwezi wa 9, uzima ukapatikane. Tukiingia mwezi wa 10, uzima ukapatikane. Tukiingia mwezi wa 11, uzima ukapatikane. Tukiingia mwezi wa 12, uzima ukapatikane. Kwa damu ya Yesu Kristo tunatamka uzima kwa vya kwetu, tunatamka uzima kwa mavuno yetu, tunatamka uzima kwa watu wetu, tunatamka uzima kwa wakwetu kwa jina la Yesu Kristo. Biashara zetu hazifi, wakwetu hawafi kwa damu ya Yesu Kristo. Tumekujua wewe Yesu, wewe ni njia ya uzima, na tutakapotokea uzima unatokea kwa damu ya Yesu Kristo. Iwe ni kwa matumbo yetu, uzima unatokea. Iwe ni kwa afya yetu ya sura, uzima unatokea. Iwe ni kwa
ajili ya watoto wetu. Uzima unatokea kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaachilia uzima kwenye ndoa zetu, uzima kwenye watoto wetu, uzima kwenye wakwetu, uzima kwenye watu wetu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tulipanda mashamba yakatubwaga, mashamba hayakutoa uzima, hata mashamba mazao hayakuwa mazao hai, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile ulivyoumba na mtu akawa nafsi hai, ndivyo tunavyonenea siku ya leo. Mashamba yetu yanakuwa nafsi hai, kazi zetu zinakuwa hai, majina yetu yanakuwa hai. Tumekutegemea wewe, kwa sababu hiyo tunafanywa kuwa hai tena kwenye macho ya watu. Wakituona watatuhitaji, wakituona watatuhitaji. Tukitamka watatusikiliza, tukinena watatusikiliza. Majina yetu yakitajwa watayarekomenda kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Watayarekomenda na watayahitaji kwa damu ya Yesu. Kadusha talambo rekotaya balanto le mashanda, kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo, as we have heard the word of God, that yeye ni Mungu wa uzima, yeye alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao kupetele. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ataachilia uponyaji, ataturehemu, atatusamehe na kuachilia uponyaji. Kwa sababu hiyo tunamuita akatokee na uzima. Katika Yohana 11:35 analia machozi tena, anamwambia Martha na Mariamu ya kwamba yeye ndio ufufuo na uzima ambao utatokea siku ya mwisho. Lakini yeye kwa kuwa ni ufufuo na tuko na jina lake, kwa jina lake tunatoa pepo, kwa jina lake tunaita vitu vikatokee. Afya ikatokee, afya kwenye mifupa ikatokee, afya ya biashara ikatokee, afya kwenye vya kwetu ikatokee kwa damu ya Yesu Kristo. Yote ambaye ametuzunguka tunamnenea afya, kwa marafiki zetu, afya ya akili, afya ya moyo, afya ya kila kiungo cha mwili, afya ya kanisa, afya ya kanisa, katika jina la Yesu Kristo. Uzima ukatokee kwa damu ya Yesu Kristo. Tunanena uzima wa kupitiliza, uzima wa kupitiliza kwa damu ya Yesu Kristo, uzima kwa damu ya Yesu Kristo. Katalamo shekete repo sokotota shakati lebo sakata rabashakatoya repleke sokota shakata ya bando leko shanda labayanda rikota ya balazunda rikotete rabakateya raketesha talampotelema rabashantole kataya balasuketeya rakatoya. Listen, man of God or woman of God, as we pray, we proclaim. As we pray, we proclaim life in our businesses, life in our marriages, life in our careers, life in our money. Kuna watu tunalipwa mishahara lakini pesa haikai. Tuna watu tunatafuta fedha na tunaipata fedha lakini fedha haikai. Ikifika ni kama imetupotea. Kwa sababu hiyo tunanenea uzima, kila pesa tutakayopata ikakae. Rabarakatosha talama seketei rakotota shakatoya balakata rakota rabashakato reketesha talama sakata rabakatote rekotaya balanto shatalaba rabakato. Mtumishi, twende mbele za Bwana tupige kwa jina la Yesu Kristo. Kila umauti unatoweka. Tumemtegemea Yesu kama uzima, yeye kama uzima, yeye kama uzima, yeye kama uzima, njia ya uzima. Tumeupokea uzima kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa familia zetu tunahitaji uzima na tumepokea uzima kwa damu ya Yesu. Baada ya kupokea uzima, mtumishi wa Bwana tumuite Bwana kwa amani, tumuite kama mfalme wa amani. Neno lake limesema yeye ni mfalme wa amani, yeye kwa mfalme wa amani, na ndio njia tuliyoita. Njia inatokea kwa damu ya Yesu, tena ya amani. Njia iliyotokea ni ya amani. Amani inatokea. Sema amani kwenye mambo yangu, amani kwenye vitu vyangu, amani kwenye mawazo yangu, amani kwenye viungo vyangu kwa jina la Yesu. Akili inapofanya kazi, kila kiungo kifanye kazi. Amani kwenye vya kwangu, kila kidole kinachofanya kazi kifanye kazi. Mkono ukafanye kazi, unundi wa mguu ukafanye kazi kwa amani na viungo vingine. Fedha yangu ikawe na amani na watu wote. Neno la Bwana linasema
anasema tutafute kuwa na amani na watu wote, tutafute kuwa na amani na watu wote, tutafute kuwa na amani na watu wote. Lakini leo tumejua nani mfalme wa amani, ni Yesu, na ndio njia tuliotegemea, na ndio njia tulioita. Kwani tumuite yeye? Yeye ni Bwana wa amani. Leo tunamuita akatokee na amani yake. Yeye ni Jehova Shalom, amani ya Bwana kwenye vya kwetu, amani ya Bwana kwenye familia zetu, amani ya Bwana kwenye kazi zetu, amani ya Bwana kwenye maisha yetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amani, amani tunaita ikatokee kwenye mambo yetu, kwa damu ya Yesu, ikatokee, ikatokee, ikatokee. Amani ikatokee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Popote tutakapofika amani ipatikane. Popote tutakapofika hakutakuwa tunafika tu, lakini tunafika amani yako inapatikana, amani yako inapatikana. Rakotosha talamasa talabosha katalamando rekotaya rikatototo balatorema shakataya balasota lekoshata pakatoya rabosokoto rekotatapa shatalamante rekota katalamando lekoshakata. Majina yetu yanavikwa amani, majina yetu anavikwa amani. Yoyote atakayekupatana nasi, kuna watu wengine wanatokea mtumishi, watu wengine mtumishi wa Bwana wanatokea ofisini, wanatokea sehemu tufanyazo kazi, ili tu kutukosesha amani. Kila chochote kilichopangwa kuleta huzuni, kutukosesha amani kwenye maisha yetu, tunakikataa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichopangwa kuleta huzuni kwenye maisha yetu, chochote kilichopangwa kutupokonya amani yetu, tunakikataa kwa jina la Yesu, tunakikataa kwa jina la Yesu, tunakikataa kwa jina la Yesu. Pray, man of God, pray, woman of God, that everything that may be sent against you, that is being sent against you, ili isababishe tu kukosa amani kwako, tunasababisha vurugu kwenye kambi ya adui, vurugu kwenye kambi ya adui. Kwenye kambi ya adui hakutakuwa na amani, hakutakuwa na amani. Wakiwa na amani watapanga anguko la amani yetu. Kwa sababu hiyo tunapiga kambi ya adui, tunaivamia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunaipiga na vurugu, na vurugu. Hakutakuwa na amani. Kwa sababu hiyo sisi tunaita amani. Watu wakisikia majina yetu wanaipata amani, wakituona wanapata amani, wakikutana nasi wanapata amani. Watu wanatutafuta ili tuwapate amani. Katara rabosho talamando rekotaya balando lekoshana raboko sikamboko raboko sikayaka shatalamando rekotaya balasototo rakatile shekotota balasota rakotaya balantolema shataramaya rekotaya balasokoto rebokotoya balasukata rapakataya shatalamanta rekotatapa sakotoya balakata shatalamatala rekotapakati reketetapa shatatapakato reketesha talabasa rekotaya reketotapa rapakato shatatapa rakato katalaba shatatapo rokotoya. Kila tutakachoguza tunaipokea, kinapokea amani. Kila tutakapokutana naye anapokea amani. Yeye tutakayemsalimia anapokea amani. Nchi kwa sababu yetu inapokea amani kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, Bwana tunakuinulia mkono, maana hakika Bwana wewe ni mwema. Usiku wa leo tunapokea amani. Wa mwingine Bwana wametatizika, usingizi wao haujawa usingizi wa amani, wanalala usingizi wa mangamungamu. Ndoto mbaya zinawanyima amani, nafsi zao zinahangaika usiku, hawapati amani. Usiku wa leo ninatangaza amani, amani ndotoni, amani kwa ajili ya nafsi, kwa damu ya Yesu Kristo. Akili zinaipokea amani, mioyo inaipokea amani kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Watumishi wako hawa wajipulizapo usiku wa leo wanaipokea amani, wanaipokea amani kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Katamasha talabanda rikotaya balasoto rekotakata bakateleko reketesha tachekete rekotatapa sato rokoto shatalama seketo rabakataya rekotatapa shatalibara rekosata malakati repeseta shatarakato rabasanto. Katika jina la Yesu Kristo, amani imepatikana usiku wa leo. Amani kwenye nchi ya Kenya, amani kwa watu wetu, amani kwa vya kwetu, amani kwa mifugo yetu, amani na kwa watu wetu, kwa jina la Yesu Kristo
tunakuamini Bwana, maana umetupa amani. Haleluya. Mtumishi wa Bwana, tumwamini Bwana, yeye aliyetupa amani, yeye aliyetupa amani, yeye aliyetupa amani. Kwa sababu hiyo Bwana ni ngome yetu na nguvu yetu. Tumuogope nani? Katika jina la Yesu Kristo sisi tumeipokea amani. Hata kama wengine hawaioni njia, hata kama sisi wenyewe nasi macho yetu hayaoni njia, yanaona tu magonjwa na mambo ambayo yanatuzingira, sisi tunachojua ni Bwana ameitengeneza njia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mtumishi wa Bwana, njia tumesema, njia tunayochukua inadetermine gharama yenye tunalipa ili tufikie hatima yetu. The ways that we take now determines the cost that we are supposed to pay for us to reach to our destiny. Now we do know that God makes a way even if we do not see the way. Even if you cannot see the way, you must be sure enough that God has already made the way. And today we were looking at the two major reasons why we call upon Jesus to appear as the way. Why must we use Jesus as the way? Apart from Jesus being the way of truth and affirmation, we know now it has come to our attention that Jesus is the way which is of life. Like, it's the only way that we have to follow that is of life. All the other ways, we may go for the other ways, but I can assure you this, that all the other ways, they lead to death. Iko njia, iko njia, iko njia, iko njia ionekanayo kwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia za mauti. Tulisoma hiki kitabu Mithali 14:12 kwamba iko njia, na Mithali 16:25 iko njia ionekanayo sawa machoni kwa mtu, lakini njia hii huongoza watu kwenye mauti. Lakini njia ya kipekee ni njia ya Yesu. Sisi njia ya Yesu, njia ya kipekee ambayo ni ya uzima. Hizi zetu zote zenye tuko nazo, tumepeana mifano ya njia nyingi sana. Njia zote zenye tuko nazo ambazo hazijamkiri Kristo. Haleluya. Ambazo hazijamkiri Kristo. Haleluya. Njia zote ambazo hazijamkiri Kristo, hizo zinatupeleka kwenye upotevu. Haleluya. And that was what we were looking at. Na tukaona pia Yesu kama Bwana wa amani. Waamuzi 6:24 neno la Bwana linasema, Gideon akaita mahali pale Jehova Shalom, maana Bwana ni amani yetu. Wakati Isaya akitabiri kuhusu Yesu atakayezaliwa, alisema yeye ni mfalme wa amani. Kumaanisha Yesu akitokea pale popote, yeye kama njia yake inapelekea watu kwenye amani. Walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu, walivuka kwa utulivu. Walipokuwa wanaenda jangwani, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye alikuwa ameongoza jangwani, moto katokea usiku ukawapa joto, wingu likatokea mchana likawafunika na jua kali. Kwa sababu hiyo Yesu ni njia ya amani. Haleluya. Yeye ni njia ya amani. Kwa kumtegemea yeye huwezi kutahayarika, huwezi kuona shida. Neno la Bwana linasema kwamba maana amani atoayo yeye si kama wanadamu watoaye. Tujipe moyo, maana ulimwenguni mnayo dhiki. Tukienda kwa ulimwengu hatutaipata amani ya kweli. Neno la Bwana pia bado limesema kwamba amani yake ipitayo lugha zote itafunika. Haleluya. Na hiyo ndio baraka ya Mungu usiku wa leo, ya kwamba mtumishi wa Bwana, amani ya Mungu ipitayo lugha zote ikatufunike. Uzima wake upitao uzima wote ambao tunaweza kupata popote ukatufunike katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana kwa kusikia maneno hayo ya Mungu, maana neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, na tena linatumulikia katika kila njia tunayopita, na tumuite Yesu, anatokea na neno lake linatumulikia katika kila njia. Njia za biashara yetu, neno la Bwana linatumulikia. Njia za ndoa yetu, neno la Bwana linatumulikia. Linatumulikiaje? Leo tumejua ya kwamba kumtegemea Bwana kwenye ndoa zetu zitapata uzima. Watu wengine zikivunjika, zetu zitasimama imara. Leo tena tumejua ya kwamba kwa kumtegemea Bwana tunaipata amani. Hali ndoa za watu wengine, hali biashara za watu wengine, hali masomo ya watu wengine, hali maisha ya watu wengine, hali familia za watu wengine zikipata changamoto, sisi za kwetu zimetulia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Linatumulikia katika kila njia
tunakwenda. Na leo tumekuwa na wakati mzuri wa kusoma hizo sababu tena kesho tutaangalia sababu zingine kwa nini tunamuita Yesu kama njia, na tutaangalia yeye kama njia na njia yenye nguvu zote. Ukipitia hiyo njia huwezi shindwa popote. Ukipitia njia hiyo huwezi shindwa popote. Nguvu zake hazina mipaka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio tutakuwa tukiangalia siku ya kesho. Bwana akubariki sana mtumishi wa Bwana kwa kuunganika nami siku ya leo kulisikia neno la Bwana, na Mungu akulinda usiku wa leo, ukamka asubuhi njema hali ukianza shughuli zako za siku ya pili ya juma au siku ya tatu ya juma, Jumanne. Mungu akakutangulie. Mungu akubariki sana na kukulinda. Mungu akuinulie nuru za uso wake akufadhili. Mungu akuangazie nuru za uso wake na akupe amani. Ninachojua ni kwamba Mungu wetu sisi baraka yake hutajirisha. Kwa sababu hiyo Bwana akakufanya kwa tajiri. Baraka ya Mungu kutoka Isaya 62 na mstari 12. Neno la Bwana linasema wewe utakuwa mtu aliyetafutwa, mji usiositirika. Bwana akatufanyie mji uliojengwa juu ya kinara, mji usiositirika. Bwana akatufanye wafanyabiashara tuliotafutwa. Bwana akatufanye wauzaji nguo tuliotafutwa. Bwana akatufanye mawakili tuliotafutwa. Bwana akatufanye madaktari tuliotafutwa. Bwana akatufanye watu tuliotafutwa katika jina la Yesu Kristo. Kama kutatokea keyboardist, wewe mtumishi wa Bwana ukawe keyboardist uliotafutwa. Kama kutatokea wanandoa washauri wazuri, wewe ukawe mshauri uliotafutwa katika jina la Yesu Kristo. Kama kutatokea mwalimu, wewe ukawe mwalimu uliotafutwa. Kama kutatokea master planner wa sherehe, wewe ukawe master planner uliotafutwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Shalom. Amen. Amen.